Mr. President William Samoei Ruto was in Bomet today. Let me tell you, Kenyans, and I will still be telling you this. If you think that William Ruto, who is a cunning president, who is a liar, who is a master of PR, will transform this country to something else, you are deceiving to yourself. He was in a certain function in Bomet today, and he was lying to the churches. Maybe our president has what we call a brain tumor, and he must look any means possible ili tuweze kumpeleka angaliwe and a mental checkup, because there's no way a president anasema tunaweza build the churches instead of building industries for the youth to get employment. Anatuambia ataendelea kubuild makanisa. Kwani hiyo makanisa iko na nini? Kanisa Machenzis, Merinons, kwani hizi makanisa anasema iko na nini? Instead aweke pesa ziende kwa education, tupate free education from nursery school to university, tupate job employment. Tuone shida gani iko kwa nchi yetu ya Kenya. Anatuambia ataendelea kubuild churches. Kwani hizo pesa, those millions of money zinaenda kwa churches, kwani iko kanisa kuna nini? Na by the end of the day tuna achieve nini? Anytime the president anafungua mdomo wake, there's nothing comes out apart from lying to Kenyans. Anytime is a master of lies. Akishika tu mic hivi ni uongo tu natoka. Alafu unapata kitu na nihuzunisha, unapata wazazi wetu wako kwa makanisa wanapiga tu makelele, hawana option. Tumejaribu kuwaambia, hawataki kusikia. Hataki kusikia. Ni kupiga tu makelele. Mbona alienda Bomet? Mbona kukuja hapa Nairobi, aende huko Mombasa, aende huko Kisii? Aende kudanganya watu huko, ona kama watamfanyia nini? Mr. President, hakuna time unaweza sema ya kwamba so tuko na a serious conversation. Unaashumu ya kwamba vijana hawakukufa. Huwezi kuongea. You assume that there's nothing has happened. Unasema, a whole president anachukua microphone anasema ya kwamba aliita vijana X to have a conversation, alafu vijana wakatoroka. A whole president. Are you even shy to yourself? A whole president lying to Kenyans. Alafu anasema sasa anataka honest conversation with who? How can a whole president anaweza simama tu mbele ya Mwenyezi Mungu? The other side anasema let's be kind, wacha tusamee, forgive one another. The other side anasema is going to deal with the criminals, calling us criminals, and hata kubali anarchy. Mr. President, utakuwa unadanganya wa Kenya up to when? Up to when? Tunataka democracy katika nchi ya Kenya, and yet we know that you have abducted our young Chinese. You have kidnapped young Chinese. You have killed the innocent. You have blood in your hands. And then you want to tell us that you want an honest conversation with who, Mr. President? For how long will you be lying to Kenyans? Every time, any day you hold the microphone, there's nothing good comes from your mouth apart from lying and giving false promises. Kama ni CS, you are giving your close allies some positions. And then you are deceiving Kenyans that democracy gani? Up to now, umekidnap vijana, umeabduct vijana, hujawalilisi, wengine wanapatikana wanakufa. Alafu watu, hiyo ni laana, Mr. President, uko nayo. Mikono yako inamwagika tu damu. Anytime you see Chinese and Merinos, unaona tu ni damu tu. Mr. President, it has reached that time we need an open conversation, an honest conversation with Kenyans. Or else you resign and then you go home with the shower. There's nothing you have. There's nothing you can transform this country. There's nothing you can tell. There's nothing new you can tell this country. Anytime kazi yako ni kufungua tu mdomo ni uongo, false uongo, kudina criminals, sijui kufanya nini. There's nothing good come from your mouth. It's high time, Mr. President. I'm urging you to resign and go home. Even if you can give you 100 years,
There's nothing you can do, Mr. President. It's my humble request that you resign and go home peacefully. Kama uta resign, wewe tungoja 2027 tutakupeleka nyumbani, Mr. President.